Ndugu wanahabari na wananchi wa mkoa wa Mara, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linawashikilia watuhumiwa 27 kwa tuhuma za kufanya vurugu kinyume na sheria. Mtakumbuka kuwa tarehe 1 mwezi wa 3 2026 mimi mwenyewe niliongea na vyombo vya habari nikitoa tamko la katazo dhidi ya Baraza la Wanawake Chadema BAWACHA kuhusu kufanya maadhimisho ya kitaifa siku ya wanawake duniani mkoani Mara, wilaya ya Msoma. Tamko hilo lilikuwa la kisheria lililozingatia matakwa ya kisheria na athari ambazo zingetokea endapo wangefanya maadhimisho hayo mkoani Mara. Hii ilitokana na maandalizi yao yaliyoambatana na maneno ya uchochezi wakisema hawaogopi polisi na wako tayari kufa. Pamoja na katazo hilo, BAWACHA waliendelea na maandalizi yao na leo tarehe 8 mwezi wa 3 2026 walihudhuria ibada ya misa takatifu katika kanisa la Roman Catholic mjini Msoma, na baada ya misa hiyo waliungana na vikundi vya vijana waliokuwa wakiwasubiri barabarani na kuanza kufanya vurugu. Hali hiyo ilipelekea watumiaji wengine wa barabara kupata taharuki na kuanza kukimbia hovyo hovyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara lilifanikiwa kudhibiti wafanya vurugu hao na kuwatawanya, na barabara zikafunguka na shughuli zingine za kijamii na za kiuchumi zikaendelea kama kawaida. Zipo taarifa zinazoenea mitandaoni kuwa BAWACHA walizuiliwa kuhudhuria ibada hiyo, jambo ambalo sio la kweli, na Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linatambua kuwa kila mtu anayo haki ya kuabudu kwa njia ambayo anaiamini bila kuvunja sheria. Haki hiyo wameipata, wakafanya ibada na baadaye kujiingiza kwenye shughuli hiyo ya kufanya vurugu kwa kuzuia shughuli nyingine za kijamii na shughuli za kiuchumi kushindwa kuendelea. Hayo yote wameyafanya katika barabara kuu inayotoka Msoma mjini kwenda Bunda au Mwanza maarufu kama Nyerere Road. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa wananchi kuishi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu, miongozo na tamaduni za nchi yetu. Hivyo kuacha kujichukulia sheria mkononi.